Mtazamaji wa Nyikani TV, asante kwa kuendelea kuwa nami mahala hapa kwa ajili ya mjadala mbalimbali, lakini taarifa na maarifa. Leo nikuletee taarifa kutoka nchini Burkina Faso chini ya mwamba Captain Ibrahim Traore. Kuna nini? Kuna jambo zuri ambalo limetokea. Ikumbuke kwamba kabla ya yote tufahamu kwamba nchi ya Burkina Faso inakabiliwa na matatizo kadhaa, hasa swala la ugaidi. Magaidi wametia kambi zao kwa muda mrefu katika nchi ya Burkina Faso, hasa kundi la Al-Qaeda liko katika nchi ya Burkina Faso. Na haya mambo ndiyo iliyompelekea sana pia Ibrahim Traore kushika usukani wa nchi ya Burkina Faso pamoja na wenzake. Nini kimetokea sasa? Kilichotokea ni kwamba Ibrahim Traore, licha ya kuendelea kupambana na haya makundi ya magaidi, sasa amechukua hatua mbele zaidi. Hatua ambayo ameichukua ni kwamba badala kupambana tu na watu wanaoonekana wameshika labda risasi ama wameshika bunduki katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Burkina Faso, ambayo ni nchi yenye utajiri mkubwa wa madini, yeye ameamua kudili na chanzo. Chanzo ni nini? Ameamua kuangalia kwamba nini ambacho kinasababisha. Ikumbuke kwamba kuna baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikitangaza habari ambazo ni mbaya za nchi ya Burkina Faso, hasa wakisema kwamba Ibrahim Traore au serikali ya Ibrahim Traore inaua raia wake. Sasa unajiuliza, kama kiongozi wa nchi anaanza kuua watu wake, atamuongoza nani? Hizo ni propaganda za baadhi ya vyombo, na ndio maana miezi kadhaa iliyopita miezi kadhaa, yes, tuseme hivyo, kwa sababu tangia mwaka jana pia alivitimua baadhi ya vyombo vya habari vya magharibi katika nchi ya Burkina Faso kwa sababu ya kuripoti taarifa ambazo sio sahihi, lakini kwa sababu wako chini ya hao watu wenye nguvu, mataifa ya magharibi. Sasa alichokifanya, ameenda kutafuta kiini na kujua hawa watu wanafanya nini. Na imekuja jambo hilo baada ya askari 200 wa Burkina Faso kuuawa na makundi hayo ya kigaidi. Ndipo akaamua kuona afanye operation ya namna yake. Operation aliyoifanya ni kwenda kuvamia kwa namna moja ama nyingine, kuvamia na kuwateka makundi kadhaa ya magaidi. Akawakamata askari zaidi ya 106. Kati ya hao askari 106, wengi wao wapo pale ni askari wa Ufaransa ama ni raia wa Ufaransa. Sasa unajiuliza, hawa Wafaransa wametoka wapi kwenye makundi ya kigaidi? Lakini wakati huo huo ijulikane, mwamba huyu baada ya kuchukua madaraka katika nchi ya Burkina Faso aliwatimua Wafaransa waliokuwepo katika nchi ya Burkina Faso wakinyonya, na akaacha kabisa mashirikiano ya kidiplomasia na nchi ya Ufaransa kwa sababu Ufaransa ikiona pale kama ni koloni lake, na akaamua sasa kushirikiana na mataifa yenye nguvu ikiwemo Urusi, lakini China na Korea Kaskazini na mataifa mengine yenye nguvu. Hivyo wanafanyiwa figisu kweli kweli kila uchao. Lakini askari hao ama waasi hao ama makundi hayo ya kigaidi, ambao askari 106 ambao wamewakamata, wengine wametoka Ufaransa. Sasa unajiuliza, raia wa Ufaransa wapo kwenye makundi hayo ya kigaidi, wanatafuta nini Ufaransa? Kitu gani kinaingia Ufaransa? Kitu gani ambacho kinaenda pale Burkina Faso kutoka Ufaransa? Na alishasema kabisa, mimi sihitaji maushirikiano nanyi. Sasa wameamua kumfanyia figisu kwa namna yoyote ile ambayo wataka. Kwa hiyo inawezekana hawa magaidi ndio wanaoua raia wa Ufaransa wa Burkina Faso, lakini kwa kutumia vyombo vyao vya habari wameendelea kusema kwamba nchi ya Burkina Faso, yani Ibrahim Traore, anaua raia huko vijijini. Na ikumbukwe, baada ya kukamatwa hawa
watu 106 wa magaidi. Hakuna chombo cha habari ambacho cha magharibi kilichosema mambo haya. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu wao. Jambo hili ambalo linatafakarisha sana, lakini Mungu ashukuriwe sana. Kote duniani tumeona mataifa mengi na wakiwemo hawa wasanii ama waimbaji wanaeleza wazi, wanatunga nyimbo mbalimbali kwamba Mungu mprotect Ibrahim Traore, kwa sababu ipo mifano mingi ya viongozi wa Afrika ambao wanaamua kusimama kidete kwa ajili ya kusimamia rasilimali za Afrika wanauawa. Mfano mdogo, tunakumbuka Gaddafi pale Libya. Aliuawa kwa sababu ya propaganda za watu hao wakubwa ambao walikuwa wananyonya Libya. Sasa watu wa Afrika wengi na viongozi, baadhi ya viongozi wameinuka wakimtetea Ibrahim Traore kwamba enough is enough. Kama ni mwisho inatosha sasa, kwa sababu nyie watu mnaua watu wetu, viongozi hasa wale ambao wanaonekana ni viongozi thabiti katika bara la Afrika. Na sasa Ibrahim Traore anaonyesha mfano mwema na kila mtu anajua misimamo yake. Na ndio maana katika nchi ya Burkina Faso, katika nchi ya Mali, katika nchi ya Niger, katika nchi ya Nigeria, makundi mengi sana haya ya waasi yameenda huko. Unajiuliza wanatafuta nini? Nani yuko nyuma yao? Lakini pia tukumbuke hapa jirani, nchi ya DRC Congo, makundi kibao ya wanaoitwa waasi. Nani yupo nyuma yao? Wanapata wapi silaha hizi? Tukumbuke pia Msumbiji huko. Haya mambo yakoje? Nani yupo nyuma yao? Na hivi karibuni Afrika imepata vitu vya ajabu kabisa. Kuna mtu ametoka huko Marekani, mwanajeshi, anasema kwamba Traore anajilinda yeye binafsi na utawala wake kutumia rasilimali za nchi yake. Mnaona sentences hizi? Yaani zinaleta propaganda ili mtu achukiwe, kama walivyokuwa wamemchukia Gaddafi na kupandikiza chuki kwa raia ili aonekane kwamba kweli Gaddafi ni muovu. Na raia wakaingia mkenge, Gaddafi akauawa. Yako wapi? Na ndio haya wanaotaka kumfanyia Ibrahim Traore. Lakini ashukuriwe Mungu, wa Afrika wamesimama. Lakini Ufaransa inafanya nini Burkina Faso? Pia hili ni swali ambalo tunaweza kuendelea kujiuliza, na wako ndani ya vikundi vya waasi. Na tukumbuke majaribio kadhaa yametokea Burkina Faso kwa ajili ya kutaka kumpindua ama kumuua bwana Captain Ibrahim Traore, kiranja wa Afrika huyu. Nini maoni yako mtazamaji katika jambo hili? Mwamba amekamata waasi 1006 huko Burkina Faso, yani wako kwenye makundi ya kigaidi na ndani yake wapo Wafaransa. Tafakari.